tumekubaliana katika Wizara ya Ujenzi, tunayo barabara ya zamani ambayo mara baada ya kutengeneza barabara mpya tuliiacha. Tumepata fedha serikalini, tunaitengeneza kuwa ni barabara mbadala ili kusudi barabara kuu inapofunga watu wawe na uwezo wa kuweza kupita katika barabara ile ya zamani inayoanzia Kibama ili moja Tumbi inakuja kutokea mpaka Mlandizi na kusonga mbele. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tunashirikiana vyema na wenzetu wa Jeshi la Polisi. Tumeweka vikosi maalum kabisa, sababu barabara hii changamoto yake kubwa ni gari zinapoharibika basi zinaleta msongamano mkubwa. Kwa hivyo vikosi vyetu vya TANROADS na polisi vinashirikiana kwa pamoja, na hivi sasa kila linapotokea tatizo la namna hiyo, mara moja vikosi vile vinafanyia kazi na kuondoa lile gari lililoharibika na hatimaye kuruhusu barabara kuweza kupita. Jambo la pili ni lini tutafanya sasa kazi ile ya Kibaha Chalinze Morogoro Expressway. Mheshimiwa Spika, tunashukuru sana kwa miongozo mikubwa na mizuri ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivi ninavyokuambia, tulichelewa. Hatua ya kwanza ni kwa sababu ya mkandarasi ambaye tuliingia naye katika mazungumzo, terms zake zilionekana kuwa hazina maslahi mapana na taifa letu, na kwa hivyo tumetangaza upya, na habari njema, tumepata mpaka mashirika yetu ya ndani ikiwemo NSSF, TPA walioonyesha nia ya kuingia katika mradi huu mkubwa wa kielelezo na wa kimkakati. Na kwa hivyo timu za wataalamu wa serikali wako kazini wakichambua, ikiwa ni pamoja na haya mashirika ya nje, na muda si mrefu tutakuwa tumepata nani anayekwenda kutekeleza kazi ile. Tunaiomba sana serikali kwa haya mambo inapokuwa imeanza kuyafanyia kazi iwe inachukua kasi inayotakiwa, sio mnatoa ahadi alafu vile vile utekelezaji wake unakuwa ni wa miaka mingi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naomba barabara hizi za mchepuko zilizotifuliwa wajitahidi sana zimwagiwe maji, na ikiwezekana sehemu ambazo ni hatarishi waziwekee hata matuta kusudi kunusuru hivi vizazi ambavyo vinaishi katika maeneo yale. Hii ndio barabara kuu ya nchi ya Tanzania inayoleta uchumi wa nchi na ndio inayopitisha viongozi mbalimbali, lakini barabara hii imekuwa ni kero kubwa. Barabara inahitaji utanuzi mkubwa, angalau tupate barabara 4-way za kutoka Ubungo mpaka Morogoro. Waweze kutuwekea miundombinu mizuri ya barabara ili tuweze kufanya huduma zetu za usafirishaji vizuri, kwa sababu unakuta mtu kwenye site yake inamlazimu kuhama kwa sababu ya kukwepa shimo na kukutana mwenzake wanagongana. Naimiza wafanye haraka kwa sababu hii washaanza kuizungumzia sio leo, wameanza kuzungumzia muda mrefu. Wanasema kama wanarekebisha, lakini mpaka leo hii hatujaona chochote ambacho kinaendelea. Kwa hiyo tulikuwa tunawaomba bwana wafanye kama watazungumza hivyo basi wafanye kwa vitendo pia, sio kwa maneno tu kila siku wanatuambia hivi rekebisha, lakini sisi ndio tunateseka. Toka saa 12 niko Morogoro pale mpaka saa hizi hapa ndio nafika hapa. Hamna sehemu nimesimama hata kula sijaamua kula kwa sababu kila unapoteza muda uje kutana na jam tena inakuwa ni shida. Haya mashimo yanatupa changamoto kwa sababu kuna muda barabara kubwa ni Morogoro Road inakuwa ina foleni, magari mengi yanakuwa yanapita. Kwa hiyo ule mkwepano wa mashimo, kama sisi bodaboda tunao tukapushiwa na magari tunadondoka, bajaji zinapata ajali, muda mwingine magari kwa magari yanagongana, hata watembea kwa mguu, kwa sababu barabara hii ina wanafunzi wanaotoka shule za Tumbe Sekondari, Kibaragezi, shule ya msingi wanatembea kwa mguu. Kwa hiyo barabara kutokana na ufinyu wa barabara, yani barabara ni ndogo imekuwa nyembamba. Kwa hiyo inaweza kaletea madhara hata kwa wanafunzi wanaotoka shuleni.